ODM! 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 Aye, mnyinyi mko sharp sana. Na kama mngekuwa wanafunzi ningewapea A. Plain A. Ndio maana nyinyi ni kumbe, ndio maana nyinyi ni watu wa Harrison Garama Kombe na Gideon Maitha Mung'aro. Sisi tumekuja kwa ufupi sana. Na leo tumekuja kwa sababu ya ndugu yetu Harrison Garama Kombe. Tumekuja kuwaomba nyinyi watu wa Garashi, ikifika tarehe 27 mwezi huu, tuamke asubuhi na mapema, tuende pale katika debe kumpigia kura Harrison Garama Kombe. Mimi wachungwa. Harrison Garama Kombe wa nini? Mimi nimefanya kazi na Kombe. Nimekuwa mjumbe katika bunge la kitaifa kwa miaka 10. Ile mwaka wa 2013 kufika 2017 tulikuwa pamoja na Harry Kombe katika bunge. Yeye alikuwa mbunge wa Magarini, mimi nikiwa mbunge wa Homa Bay County. Mara ya pili 2017-2022 mimi nikarudi kama mbunge wa Homa Bay County. Kombe mkampumzisha kidogo, mkampeleka half time. 2022 mimi nikawa governor wa Homa Bay, Kombe mkamrudisha bunge. Kwa bahati mbaya koti ikasema ushindi wake uwekwe kando, arudi kwa wananchi. Saa hii tumebakisha mwaka 1.5. Lakini nyinyi mnajua tukiingia 2026 itakuwa mwaka wa siasa. Itakuwa mwaka wa nini? Wa siasa. Sasa leo hii tarehe 27 mchague mbunge mpya. Akiingia pale bungeni, ile mwaka 1 atauchukua kuelewa bunge inafanya kazi namna gani. Kwanza, na hata kuwa na marafiki, kwa sababu hata kuwa na Amna Mnyazi, hata kuwa na Katana, hata kuwa na senator, yeye atakuwa tu pale peke yake. Hakuna mtu atamuonyesha. Mwaka 1 mtakuwa mmeuharibu, kwa sababu hakuna maendeleo ya maana ataanzisha kwa huu mwaka 1, wakati atakuwa anatafuta korido za bunge. Choo iko wapi? Watu wanasimama namna gani? Ukisimama unaongea namna gani? Unaenda pande gani? Yeye atakuwa naelewa. Atarudi kwa mwaka 1 waambie, sasa mnirudishe nianze tamu upya. Lakini mkimpeleka Kombe pale, yeye anajua mahali aliwacha makaratasi yake yote. Akiingia pale tarehe 27 anaamka na ameanza kazi. Ya pili, hakuna maendeleo unaweza kuletea wananchi bila uhusiano mzuri na viongozi wengine. Hakuna. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10, nimekuwa gavana sasa. Kama kuna mbunge ambaye hafanyi kazi na mimi, atakuwa na maendeleo chache sana kupelekea watu wake. Kwa hivyo mkichagua mbunge haelewani na gavana, nyinyi mtakuwa upinzani. Sasa mtakuwa mnalia kwa sababu mbunge haelewani na gavana. Ya pili, mnachagua mbunge haelewani na rais. Hakuna vile ataleta maendeleo. Huyu jamaa ambaye amekuja kusimama hapa na DCP sasa, mnajua alikuwa kijana wa rais pale UDA, ama? Si ndio alikuwa amesimama na UDA? Si alikuwa kijana wa rais? Lakini governor ameelezea hapa, wakati baba alishikana na rais, yeye aliitwa pamoja na governor Mung'aro. Akaambiwa, sasa mwaka umebaki 1. Na UDA imeshikana na ODM. Wewe wacha upewe kazi. Kwa mwaka huu 1 tu, pewa kazi. Rais akamwambia, unajua rais wa Jamhuri ya Kenya ni ile crown nzima. Ameenda akakaa chini akakuita wewe kijana mdogo. Akakwambia, mimi nitakupea kazi. Ama governor akupee kazi. Wewe chagua ile kazi unataka. Chagua. Baba amekaa, rais amekaa, Mung'aro amekaa, kijana ameambiwa hivyo. Yeye akasema hataki hizo zote, anatoroka,
anaenda huko kwa Gachagua. Sasa niwaulize watu wa Magarini, siku mtamchagua kama mbunge, rais kweli atafanya kazi na yeye? Kuna maendeleo atawaletea? Ya mwisho pale, nyinyi mnajua baba wetu Raila Amolo Odinga, mnajua alikuwa mtetezi wa wanyonge, mnajua alidharauliwa na kutusiwa kwa sababu ya kutetea mambo ya mashamba ya hapa pwani, hapa Magarini. Amedharauliwa sana na juzi amepumzika. Sasa chama chake kimebaki cha ODM. Mimi nataka kuwaomba kama mtoto wa baba, na nyinyi pia ni watoto wa baba, kwa kumheshimisha baba, kumpea heshima zake za mwisho, sisi kama watu wa Magarini tupige kura katika chama cha ODM, ndio baba asichekwe wakati pia amefanya nini? Amelala. Mmekubaliana na mimi? Wangapi wanasema tumpigie kura Harrison Garama Kombe? Na mimi nataka kumpigia debe huyu ndugu yangu Governor Gideon Maitha Mng'aro. Tumekuwa na yeye bunge hiyo miaka yote. Mimi najua ni mtu ako na roho wazi wazi. Hata ni Kiswahili sijui vizuri, ndio ningesema vizuri. Ako na roho wazi wazi. Ni mtu amejiweka chini. Ni mtu amejiweka kwa maendeleo ya mwananchi. Mimi nataka kuwaomba huyu Gideon Maitha Mng'aro, mshikilie mkono na mikono miwili. Hata yeye ikifika 2027 tumrudishe hapa aendelee kutufanyia kazi kama governor wa Kilifi. Mmekubali? Mwisho, nataka kumshukuru sana rais wa nchi, President William Samoei Ruto. Kwa sababu unajua hapa kulikuwa na mgombea wa UDA. Nafungo hako hapa. Yeye ni MCO wa UDA, lakini leo amekuja kwa sababu ya kushikana kwa rais na baba na kuleta ile broad based arrangement. Kwa hivyo huyu Harry Kombe ni candidate wa ODM, lakini anapewa support na chama zote za broad based government. PA iko na yeye, UDA iko na yeye, chama ile yoyote nyingine iko na yeye. Sasa ule mwingine hako na nani? Hako na nani? Nimesikia hako na watu wengine ambao kazi yao sitasema leo, lakini hiyo kazi haifai wananchi wa Magarini. Sasa mimi nataka kuwaomba ile siku nikimaliza, ile siku tarehe 27, kina mama hiyo siku, wanaume alume huo, siku hiyo tunalala nje, hakuna kulala nda. Na kina mama siku hiyo unajifunga vizuri, kwa sababu ni kurauka, ni siku ya kufanya nini? Achie oye. Sasa ukiamka asubuhi unaanza kukanyaga ukienda polling station. Yenu hapa karibu ni gani? Garashi. Sasa ukiamka ukienda Garashi, unakanyaga namna hii, inalia Harry Kombe, na hii inalia chungwa, na hii hii